Hii kwa wale ambao wazee wazangu, tunazungumzia kina baba. Kikao chetu ambacho tumemaliza juzi hapa, tulikubaliana kwamba mmoja akiwa na changamoto nyumbani kwake, yani maana yake akiwa na shida ya kuperform vizuri, tukumbushane namna ya kuweza kutumia baadhi ya mimea tiba ili iweze kutunusuru na dharau kwenye majumba yetu. Sasa na mimi nikawa nimepewa hiyo nafasi kama mwenyekiti ya kuweza kuwakumbusha kina baba ambao wanakuwa na changamoto nyumbani, kunakuwa na changamoto kwenye kutekeleza ile haja au takwa la wake zetu. Sasa kama mwenyekiti, basi nimechukua ile jukumu la kuweza kuwa niwe nawakumbusha kitu gani tu tunatumia kwa ajili ya kuweza kurekebisha mfumo mzima wa miili yetu, lakini vile vile mfumo mzima wa kuweza kurudi kwenye uhalisia unaohitajika, kwa sababu siku zote tunazungumza hakika ya dunia, starehe yake kuwa na mke, na vile vile mwanamke inasemekana kwamba starehe ya mwanamke kukidhihishwa haja zake. Yani maana yake ukiwa kwenye tendo la jima'i, kwenye tendo la ndoa, basi mwanaume usishuke haraka wakati mnasafiri kwenda kwenye hiyo safari yenu, na mwanamke vile vile alizike na hiyo safari pale mnapokuwa kwenye hiyo safari. Kwa hiyo kama kunakuwa na changamoto ndogo ndogo ambazo zinapelekea uwezo mdogo wa baba kuweza kukaa kwa muda mrefu kwenye kiti bila ya kushuka, maana yake ni nini? Kwamba hiyo ndiyo kitu ambacho kinahitajika kwenye maungano yenu ama kwenye maungano ya ndoa ya mke na mume. Sasa nini dhamira kubwa? Hebu tuchukue chukue tende 3, tende zile zinazouzwa ambao watu wengi wao wanatumiaga kipindi cha Ramadhani kama muda wa kufuturu, wao wanakula tende 2, 3, 4. Sasa chukua punje zile 3, weka kwenye chombo, yani weka kwenye bakuli, tende 3. Chukua na kitunguu saumu, katakata vipande vidogo vidogo, weka kwenye hiyo tende. Chukua na tangawizi, weka kwenye hiyo tende. Chukua na ndizi iliyoiva moja, unaweza ukata nusu yake, weka kwenye hiyo tende. Chukua na pilipili manga kijiko kimoja pamoja na mdalasini kijiko kimoja, weka kwenye hiyo tende. Baada ya hapo, weka maji lita 1 au nusu lita, chemsha mpaka maji yanabadilika rangi. Baada ya hapo, mimina kwenye kikombe, kunywa. Hii itakusaidia sana, na wakati umeweka kwenye kikombe unaweza kuongeza flavor. Kama hauna changamoto ya sukari, unaweza kuweka flavor ya asali, weka vijiko 2 au 3 vya asali, koroga, kunywa. Kwanza itaenda kusaidia kwenda kuamsha mwili wako kufanya mzunguko wa damu vizuri. Pili, itasaidia kwenda kuongeza kiwango kikubwa cha homoni ya testosterone, kukustimulate mwili wako kujisikia hamu ya kushiriki tendo la ndoa. 4, itakusaidia kudumu kwa muda mrefu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. 5, itakusaidia kwenda kusafisha figo, na figo itakuwa inafanya kazi ya kulatimu protein kwenda kwenye damu. 6, itakusaidia sana kwenda kutengeneza digestion system ya tumbo, utakuwa unapata choo laini ambayo haitakusababishia kuwa mchovu. 7, itakufanya kwamba baada ya kumaliza tendo la ndoa utakuwa mchangamfu, hautakuwa mnyonge. Hii ni tiba moja mujarabu sana. Hebu tengeneza, utumie, uone maajabu. Kwa leo nadhani mwenyekiti wenu nimekupeni hiyo ili muweze kuona maajabu makubwa. Nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Mimi katika tiba ni mtaalamu ndani. Kama una changamoto nipigie, namba yangu ni 0745900100. Hiyo ndio namba yangu. Nakusihi sana, sikiliza hii clip zaidi ya mara 2 mara 3. Usije ukanasa sehemu kanipigia, unahitaji nianze nikuelekeze tena upya. Kwa sababu nafanya huduma ya tiba, nitakuwa sina huo muda kukuelekeza wewe peke yako. Maana yake kwamba ukinipigia nitakwambia njoo ofisini kwa ajili ya matibabu. Nikutakia siku njema, lakini pia nikutakia